Sura ya 5, kitabu cha Waebrania. Utangulizi. Sura ya 5 ni msingi wa mafundisho ya ukuhani katika Waebrania. Mwandishi anafanya mambo matatu makuu. 1. Anafafanua kuhani wa Agano la Kale. 2. Anamuinua Yesu Kristo kama kuhani mkuu wa pekee na wa milele. 3. Anatoa onyo zito juu ya udogo wa kiroho. Chini ni uchambuzi wa kina sana, mstari kwa mstari kimaudhui. 1. Sifa za kuhani mkuu, Agano la Kale. Waebrania 5:1-4. Kuhani mkuu wa Agano la Kale alitoka katika kabila la Lawi na hasa ndani ya uzao wa Haruni. Hakuna mtu wa kabila jingine aliyeruhusiwa. Hesabu 3:10. Ukuhani haukuwa wa kuchagua, bali urithi wa kifamilia kwa amri la Mungu. Aliwekwa kwa kazi gani? Huwekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu. Kuhani alikuwa mpatanishi kati ya Mungu na Israeli. Hakumwakilisha Mungu kwa watu, bali aliwawakilisha watu mbele za Mungu. Alihusika na kuleta sadaka, kuomba msamaha wa dhambi, kutekeleza ibada za patakatifu. Ibada kuu zilikuwa sadaka za dhambi, sadaka za kuteketezwa, damu kunyunyizwa juu ya madhabahu, huduma ndani ya hema la kukutania au hekalu. Siku ya upatanisho au Yom Kippur, kuhani mkuu aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka akiwa na damu. Mambo ya Walawi 16. Udhaifu wake: aweza kuwahurumia kwa kuwa yeye naye amezingirwa na udhaifu. Kuhani naye alikuwa mwenye dhambi. Alipaswa kwanza kujitoa sadaka mwenyewe, ndio maana aliweza kuwahurumia watu. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa ukuhani wa Agano la Kale. Hakuna mtu ajitwalie heshima hii ila yeye aitwayo na Mungu. Ukuhani ulikuwa mwito wa Mungu, si sifa binafsi, si elimu, si umaarufu. Fundisho: huduma bila mwito wa Mungu ni hatari. 2. Yesu Kristo kama kuhani mkuu wa pekee. Waebrania 5:5-10. Hapa mwandishi anaonyesha ubora wa Yesu ukilinganishwa na makuhani wote waliopita. Yesu hakujitukuza nafsi yake. Aliteuliwa na Mungu. Alithibitishwa na maandiko. Zaburi 2:7. Ukuhani wake ni halali wa mbingu, si wa kidunia. Kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Hii ina maana si wa Lawi, si wa damu ya Haruni, ni wa milele. Hana mwanzo wala mwisho wa huduma. Ukuhani wake Yesu hauishi kwa kifo, haupitishwi kwa mtu mwingine, haubadiliki. Yesu alipitia mateso halisi. Katika siku za mwili wake, Yesu alilia, aliomba kwa machozi, alipitia maumivu halisi ya kibinadamu. Hii inamfanya awe kuhani mwenye huruma kamili, anayeelewa mateso ya wanadamu. Alijifunza utii. Hii si kwamba Yesu hakuwa mtii kabla, bali aliishi utii kikamilifu katika mazingira ya mateso. Utii wake ulithibitishwa kwa vitendo. Tofauti kuu: makuhani walitii kwa sheria. Yesu alitii kwa kutoa nafsi yake. Chanzo cha wokovu wa milele. Amefanywa kuwa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wamtakao. Sadaka yake ni ya mara moja tu, haijirudii kila mwaka, inatosha milele.
Yesu hatoi damu ya wanyama, anatoa damu yake mwenyewe. 3. Onyo kali, utoto wa kiroho. Waebrania 5:11 hadi 14. Hapa ndipo sura inakuwa kali sana. Tatizo, wazito kusikia. Tatizo si akili, tatizo ni uvivu wa rohoni. Hawako tayari kusikia mafundisho ya kina. Kusikia hapa ni kuelewa na kutii. Walipaswa kuwa waalimu. Kwa maana wakati mnapaswa kuwa waalimu, walikuwa na muda mrefu katika imani. Walikuwa na nafasi ya kufundisha wengine, lakini bado wako darasa la chini. Hii ni aibu ya kiroho, si baraka. Kwa nini wanahitaji maziwa? Maziwa ni mafundisho ya msingi, toba, imani, wokovu wa awali. Wanahitaji maziwa kwa sababu hawajazoea kulitenda neno, hawajakomaa kiakili kiroho, hawajatofautisha mema na mabaya. Chakula kigumu ni kipi? Chakula kigumu ni mafundisho ya ukuhani wa Kristo, mafundisho ya kina ya Agano Jipya, utii wa vitendo, maamuzi ya haki katika mazingira magumu. Chakula kigumu si kwa kusikia tu, bali kwa mazoezi ya kiroho. Kipimo cha ukomavu. Wale ambao kwa sababu ya mazoezi yao wamezoezwa fahamu zao. Ukomavu hupimwa kwa matendo, maamuzi, nidhamu ya kiroho, kutofautisha mema na mabaya. Hitimisho, ukuhani wa Agano la Kale ulikuwa wa muda. Ukuhani wa Yesu ni wa milele. Wokovu wa Yesu unatosha kabisa. Mkristiano hataki kubaki mtoto. Kukua kiroho ni wajibu, si hiari. Ukristiano wa kweli hauishii kuokoka, unaendelea kukomaa. Usipitwe na sura ya 6. Follow, like, comment, share, subscribe. Imeandaliwa na Gospel